Benki Kuu ya Tanzania Oktoba 17 mwaka 2025 imetoa taarifa kwa umma kuhusu upotoshaji wa fedha zinazochapishwa na Benki Kuu ya Tanzania pamoja na ushawishi wa kuondoa fedha kwenye mabenki. Pamekuwepo na taarifa za upotoshaji kwenye mitandao ya kijamii kuhusu Benki Kuu ya Tanzania kuchapisha fedha na kuzisambaza kwa ajili ya kugharamia uchaguzi, na wengine wakihamasisha wananchi kuondoa fedha zao kwenye baadhi ya benki za biashara kwa maelezo kuwa benki hizo zimeishiwa fedha kwa sababu ya uchaguzi. Napenda kuwafahamisha wananchi wote kuwa taarifa hizo sio za kweli, zinapaswa kupuuzwa na kukemea wote wanaopotosha umma kuhusu hali hiyo. Benki Kuu ya Tanzania, kama ilivyo kwa nchi nyingine duniani, huchapisha fedha kwa mujibu wa kifungu cha 26 cha sheria ya Benki Kuu sura ya 197 na kuziingiza kwenye mzunguko kulingana na shughuli za kiuchumi pamoja na mahitaji ya kubadilisha fedha zinazochakaa pale zinaporejeshwa Benki Kuu kupitia amana za benki za biashara na si vinginevyo. Aidha, Benki Kuu imeendelea kutekeleza vizuri sera ya fedha na kuwezesha mfumuko wa bei kuwa wa chini, wastani wa 3.3 kwa miezi 10 ya mwaka 2025, uchumi kukua kwa kasi, matarajio ya 6% mwaka 2025, urali wa malipo nje kupungua hadi 2.4 ya pato la taifa Septemba mwaka 2025, thamani ya shilingi kuimarika kwa 8.8 kwa mwaka ulioishia Septemba mwaka 2025, na akiba ya fedha za kigeni kuongezeka hadi dola za Kimarekani bilioni 6.7 zinazokidhi uagizaji wa bidhaa nje kwa miezi 5.4. Vilevile napenda kuwathibitishia kuwa benki zote zilizopo nchini zinasimamiwa kuzingatia sheria, kanuni, miongozo na vigezo vya kimataifa, ambapo zimeendelea kuwa na mitaji ya kutosha, ukwasi wa kutosha, zinatengeneza faida na zina kiwango kidogo kidogo cha mikopo chechefu 3.3 Septemba mwaka 2025 ikilinganishwa na ukomo wa 5.0. Aidha, mifumo ya malipo inaendelea kusimamiwa vizuri na kuwezesha miamala kufanyika kwa usalama, ufanisi na tija inayostahili. Kutokana na mazingira hayo mazuri ya kiuchumi ya kifedha nchini, uamuzi wa kuondoa fedha kutoka benki na kuzitunza nyumbani haufai, kwa kuwa ni utamaduni wa kizamani wenye hatari fedha nyingi, ikiwemo pamoja na kuibiwa, kuvutia wezi wanaoweza kudhuru, kupotea, kuzitumia vibaya katika shughuli zisizokusudiwa, kuharibika endapo zitatunzwa vibaya, au kuungulia ndani ya nyumba endapo janga la moto litatokea. Hivyo wananchi wanashauriwa kuendelea kutunza amana fedha zao benki, kwa sababu watapata faida nyingi, ikiwemo kulipwa riba au faida ya mwaka, fedha kutunzwa kwa usalama wa uhakika, kukingwa na bima ya amana muda wote, kuwezesha mabenki kupata fedha za kukopesha wananchi wanahitaji mitaji au kukidhi dharura na mahitaji mbalimbali ya kiuchumi. Benki Kuu inawasihi wananchi kutohamisha fedha zao kutoka kwenye mabenki, bali waendelee kutumia huduma za benki bila wasiwasi wowote. Vilevile tunawaonya wale wanaofanya upotoshaji huo mitandaoni na kuwataka waache kufanya hivyo mara moja, kwani taarifa hizo hazina tija katika maendeleo ya sekta fedha na uchumi wa Tanzania kwa ujumla. Imetolewa na Emmanuel M. Tutuba, Gavana. Dubai sasa Kitonga. Safirisha mizigo kwa punguzo la bei, yani dola 350 tu kwa CBM. Ni kwa bidhaa za toy, pochi, viatu na vifaa vya simu. Kilimanjaro Star Cargo, Simba Bahari.